Katika yale ambao unapaswa kujua na pengine labda ulikuwa hujazingatia na kuyajua, pengine hili hapa likawa ni mojawapo. Klabu ya Yanga ukiachana na kwamba imepoteza katika michezo yake miwili dhidi ya Al Hilal pamoja na MC Alger katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini unapaswa kujua hili kwamba Yanga katika michezo yake yote hiyo miwili ambao amefungwa jumla ya magoli manne, katika magoli yake yote ambayo amefungwa katika dakika ya 60, around dakika ya 60 na dakika ya 90. Kivipi? Yanga katika mchezo wao wa kwanza dhidi ya Al Hilal Omdurman walifungwa goli la kwanza na Adama Coulibaly dakika ya 63. Hiyo ni ndani ya dakika 60. Kisha goli la pili likafungwa na Yasir Mozamili Mohamed dakika ya 90. Hizo ni ndani ya dakika 90. Yani 60, yani 60 haitamalizika kuelekea 70. Ni 60 na ni 90. Lakini katika mchezo wa pili dhidi ya MC Alger, Yanga walifungwa goli la kwanza na Ayubu Abdelhaouni dakika ya 64. Yani ni ndani ya dakika 60. Lakini pia goli la pili walifungwa na Sufiani Bayazidi dakika ya 90+5. Yani ni dakika ya 90 lakini na zile nyongeza 5. Kwa hiyo Yanga ukiweza ukiangalia kiundani unaweza kuona kwamba pengine labda wachezaji wanakuwa hawana concentration ya hali ya juu katika hii kota ya pili ya mchezo katika kipindi cha pili, kwa sababu tunajua mchezo katika kipindi kimoja umegawanyika katika kota tatu. Kuna 15 za kwanza, kuna 15 za pili, kisha kuna 15 za tatu ambazo ndo zinakamilisha dakika 45. Ukiangalia kipindi cha pili kinapoanza, 15 za kwanza zinaishia katika dakika ya 60. Then zinaanza 15 za pili, ambazo hizi 15 za pili zinakwenda mpaka dakika ya 75. Alafu 15 ya tatu ambao zinakwenda mpaka dakika 90. Kwa hiyo Yanga katika 15 ya pili ambao ndio inaanzia dakika ya 60 mpaka dakika ya 75, pengine concentration inakuwa imepungua, na wakati huo unakuta timu pinzani ndio imechaji, na ndipo ambapo wanaweza kusababisha madhara kwenye kikosi cha klabu ya Yanga. Ukiangalia magoli dakika 63, dakika 64, dakika ya 90, dakika 95, unaweza kuona kwamba third ya pili ya kipindi cha pili, kota ya pili ya kipindi cha pili, Yanga wanakuwa concentration iko chini na hivyo wanajikuta wanaruhusu goli. Lakini pia katika kota ya tatu ambao ni kuelekea dakika ya 90, Yanga mwishoni concentration inapungua. Aidha wanakuwa wamepanda juu kwa ajili ya kushambulia ili waweze kukomboa goli, lakini mwisho wa siku wanajikuta wanapigiwa counter attack ambayo inawasababishia wao kujikuta katika wakati mgumu katika kuzuia shambulizi, na mwisho wa siku wanajikuta wanaruhusu goli la pili. Lakini pia nikukumbushe katika records nyingine ambazo unapaswa kuziweka sawa, Al Hilal Omdurman katika michezo yake miwili ya ligi ya mabingwa Afrika wanawafunga Yanga goli la pili dakika ya 90, lakini pia dhidi ya TP Mazembe Englaba wanafunga goli lao la pili katika dakika hizo dakika ya 90. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa nzuri sana katika ile kota ya tatu ya mchezo, kuanzia dakika 75 mpaka dakika ya 90. Concentration yao iko juu sana na wana uwezo kufanya lolote katika dakika zile za mwisho za kipindi cha pili, na maanisha kota ya tatu. Hivi ni vioja ama ni vitu ambavyo unapaswa kuvijua kama records. Lakini pia nataka nikupitishe katika records nyingine ambayo pia unapaswa kuijua. Ni mojawapo kati ya records kubwa kidogo kutokea kule katika taifa la Uturuki, ambapo kuna mchezaji wa soka wa Kituruki anaitwa Demir Bey. Yeye alionyeshwa kadi nyekundu na mwamuzi wa kike raia wa Ujerumani. Hali hii ilitokea baada ya kusema kuwa mwamuzi alipokuwa anaondoka uwanjani, unapaswa kuwa jikoni. Alimwambia mwamuzi kwamba unapaswa kuwa jikoni. Mwamuzi huyo wa kike aliandika hili kwenye ripoti yake, na FIFA ikamfungia Demir Bey mechi 5 na kumtaka awe refa katika mechi ya soka ya wanawake kama sehemu ya adhabu yake.
Wakati Demir Bey alipoongoza mechi hiyo, aliwaonyesha kadi nyekundu wachezaji wanawake 8. Na alipoulizwa kwa nini alifanya hivyo, alijibu kwa sababu wanawake wanapaswa kuwa jikoni. Huyu mtukutu kweli kweli. Aliongezea pale pale kwenye kidonda kwamba yeye alipewa kadi nyekundu na akamwambia referee kwamba wewe ni mwanamke na unapaswa kuwa jikoni, lakini akaona hiyo haitoshi. Alipopewa adhabu nyingine ya kwenda kuchezesha mtanange wa timu za wanawake, akawaonyesha kadi nyekundu wachezaji 8 wanawake, na akaulizwa kwa nini ulifanya vile, akasema ni kwa sababu wanawake hawapaswi kucheza mpira bali wanapaswa kuwa jikoni. Watukutu hawa kina Balotelli, ndugu zake na kina Balotelli. Hivi ni vihoja, lakini pia ni vitu ambavyo unapaswa kuvijua katika ulimwengu wa soka. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Updates hapa ndo kwako. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake.